أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wasia kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hii ndio wasia Allah subhanahu wa ta'ala kubwa ndani ya Qur'an, na miongoni mwa malengo ambapo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliweza kutumiliza jamii ya mitume ili kutuhusia sisi wanadamu kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala biimtithali awamirihi, kwa kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kuepukana na makatazo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul fadhil, tuna furaha Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ni dua kila mmoja wetu kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana mimman sama Ramadhana imanan wa ihtisaba. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie katika wale waliofunga Ramadhani kwa imani na matarajio ya thawabu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Azitakabbal sala zetu, qiraatul Qur'an, sadaqat na yote katika ibada tulifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini suala ambalo kwamba ndo anwani ya khutba yetu, ambapo kwamba inaoana au inafungamana na khutba ya Juma iliyopita, ya kuwa Ramadhani ilikuwa ni chuo inatufunza sisi namna ya kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ni madrasatu taqwa, ni chuo cha uchaji Mungu. Ikawa ni mwezi imekusanya ibada tofauti tofauti. Ndani yake kulikuwa kuna saum, kuna sala, kuna zaka, na kuna wale Allah subhanahu wa ta'ala aliwajalia wakafanya umra katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fama baada Ramadhani, nini imebakia au nini Muislamu atafanya baada ya kuondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani? Bali tutajua ni kuendeleza mema ambayo kwamba tulifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuendeleza uchaji Mungu, kusali, kufunga, kusoma Qur'an, iwe ni yenye kuendelea. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatueleza kuwa ahabbul a'mal, ibada ambayo kwamba inayopendeza mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni ile ibada yenye kuendelea, hata kama ni ndogo, lakini ni ibada mtu anadumisha kuendelea, haina mushkila. Lakini le muhimu zaidi ni sisi kama Waislamu kuweza kujipiga msasa na mtu kujiuliza nini alichokipata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Self evaluation. Ulifunga Ramadhani, ulitoa zaka, ulisoma Qur'an, nini ambayo kwamba umejihesabu vipi wewe baada ya saumu ya Ramadhani? Angalia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kila juhudi ambayo kwamba tumefanya sisi wanadamu, kila juhudi ikifika kusherekea juhudi, Allah subhanahu wa ta'ala katuwekea Eid. Tumefanya juhudi ya kufunga Ramadhani na kutoa zakatul fitri na kusoma Qur'an na qiyamul layl, Allah subhanahu wa ta'ala akatunuku sisi sala ya Eidul Fitr, يوم Eid. Kwa hivyo Muislamu anasherekea baada ya juhudi. Ndio ile siku ya Eid kila mmoja anamwambia mwenzake taqabbal Allah minna wa minkum. Allah azitakabbal juhudi ambazo kwamba tumezifanya, tunafurahia baada ya juhudi. Lakini vipi mtu atasherekea sherehe ambayo kwamba hakufanya juhudi yoyote? Hukusoma Qur'an, washerekea vipi? Hukusali, hukufunga, hukutoa zakatul fitri, unasherekea nini? Kwa sababu ile sherehe imekuja baada ya juhudi. Eidul Adha,
Allah subhanahu wa ta'ala anatuletea baada ya juhudi ndugu zetu wanaofanya haji, juhudi ya mali yao. Sisi wengine tutafunga zile siku 10 za Dhulhijja, tutafunga mpaka siku ya Arafa, juhudi ya kwenda kuchinja, tukiwekewa vile vile juhudi na Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha ni juhudi ama kwamba ni kubwa. Angalia hikma Allah subhanahu wa ta'ala anajalia salatul Eid inapigwa takbira 12, takbira 12. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mara ya kwanza inapiga mara 7. Jeshi juhudi. Eid al-Fitr juhudi, takbira. Eid al-Adha takbira. Baada ya sala, ukimaliza sala unapiga takbira. Kwa hivyo ni Muislamu aweze kuangalia nafsi yake ni juhudi gani ambayo kwamba ameweza kuifanya katika mwezi mtukufu Ramadhani, na vile vile ukaangalia baada ya kuondoka Ramadhani, mimi nilifanya yapi? Billahi alaikum, tumemaliza uende kawa ni wiki ya pili katika mwezi mtukufu Ramadhani, tembea uangalie. Kuna watu ile nuru ya imani, nuru ya uchaji Mungu, nuru ya Qur'an, nuru ya saum, nuru ya adhkar imeondoka, hapo kwenye giza. Haisi ile ladha ya saum imeshaondoka, ladha ya ibada imemondoka, misikiti imebaki pale. Kuna watu misikiti hawasali, kuna watu Qur'an wamewacha, kuna wengine qiyamul layl wamewacha, kuna wengine adhkar wamewacha. Na ni wiki mbili salafu salih umma waliotangulia baada ya kuondoka Ramadhani, 6 ashhur, miezi 6, wanaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azitakabali ibada zao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila mmoja lazima ahesabu nafsi yake, kama wasia Umar bin Khattab radhiallahu anhu anaeleza masahaba, ananiwasia kwetu sisi akisema, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kila mtu ahesabu nafsi yake kabla ya kuhesabiwa. Ibada ya Ramadhani ya mwaka 2027 au kwa Hijria mwaka 1447 imekuathiri vipi leo wiki ya pili baada ya kuondoka mwezi mtukufu Ramadhani? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Saumu ya Ramadhani iliondoka, imeisha, umepata athari gani baada ya kuondoka Ramadhani? Vile vile akasema, wazinu a'malakum qabla an tuwazanu, na mupime mizani amali zenu ambazo kama mulifanya kabla haijapimwa siku fulani. Ile saumu ulifunga, Allah kitukumbusha, bali insanu ala nafsihi basira, kila mmoja anajua nafsi yake, madhaifu yako unajua wewe, nguvu yako unajua wewe. Bali insanu ala nafsihi basira. Umemaliza saumu ya Ramadhani, ulimaliza kusoma Qur'an, wengine walihitimu Qur'an, wengine walitoa sadaka. Je, ile amali ambayo kwamba ulifanya ina uzito, ina mashiko mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Inakupa daraja gani mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ama sisi ndio kwa wale basi, tukishafanya tunaondoka bila kujali, bila kuangalia. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukumbusha siku ya Kiyama, kila mmoja wetu anaambiwa, iqra kitabaka kafa binafsika alyawma hasiba, soma kitabu chako, jatosheleza wewe kujihesabia nafsi yako, ukaangalia. Iqra kitabaka, soma kitabu chako, amali, tizama amali zako kwamba ulizifanya, yatosheleza wewe kuihesabu nafsi yako, evaluation. Lakini tunafunga miaka baada ya miaka, tunasali mwaka baada ya mwaka,
tarawih, lakini ni wachache ambao kwamba wanakaa wanahesabu, amali yangu nimemaliza Ramadhani, ni wiki mbili, nimepata nini katika mwezi mkuu wa Ramadhani? Wewe ulitenda? Je, ulifunga? Je, una yaqini katika nafsi yako kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameitakabali? Umemcha Mwenyezi Mungu haqqa tuqati, haki ya kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Ulisoma Qur'an kwa kunyenyekea na kuzingatia, au ulisoma tu? Ndio kiangalia muhasabatu nafsi, mtu kuhesabu nafsi yake katika amali. Ndio leo unaona ni ajabu, sisi kama Waislamu tuna watu, mtu ana zaidi ya miaka 40 katika Uislamu, miaka 40, lakini muulize akupe tafsiri, amefahamu nini suratul Fatiha, ambapo kwamba ni moja katika nguzo za sala. Anaisoma ile sura kwa siku zaidi ya mara 10, akwambie tafsiri ya suratul Fatiha. Akianza mwanzo ya sala unafunga alhamdulillah rabbil alamin mpaka ufike mwisho wala dhalim, nini umefahamu? Hali ana miaka 40 kabisa. Ukatoka mwambie tafsiri suratul Nas. Kuna kuigiza na kuna kupata. Wengi wetu wanaigiza dini, tunaigiza dini, tunaigiza ibada. Ndio pale ladha ya ibada hupati, ladha ya sala hupati. Leo unampatia mtoto, tunawahimiza wasome Qur'an, lakini ule mtoto hajui ladha na faida ya Qur'an ni kitu gani. Tumesoma, tumefunga Ramadhani, tumesali, tumesoma Qur'an, tumetoa zakat, tumefanya adhkar, kwa malengo gani? Mbali na thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni ladha ipi? Ulifahamu nini pale katika Ramadhani 10 ya mwisho? Tukahusia tuseme Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nini ulikuwa unakusudia hapo? Ulikuwa unatarajia nini? Tunaigiza. Mtu anakwenda kusali tarawih, kwa nini unasali rakaa 11? Anaigiza. Miaka na miaka anakuwa nasali witri, inaletwa ile dua ya kunut, anaitikia amin nyuma ya imam, Allahumma hadina fi man hadayt, yeye anaitikia amin. Wewe uliomba Allahumma hadina fi man hadayt, baada Ramadhani mbona umetoroka katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na siku 30 ulikuwa na yeye mikono kwa Mwenyezi Mungu akuongoza? Sasa ndio maigizo, tunaigiza. Ndio unapata unaenda katika sehemu wazee wapo, lakini anayekwenda kusalisha pengine ni mtu mdogo, haijakataa kimpa pombe. Ukiuliza ilifikia hadi gani hawa wazee wote ili sala ya faradhi hawakusalisha ikawa ni ile mpote? Jamani, siwezi kusalisha. Kwa nini huwezi kusalisha na una zaidi ya miaka 20 na sala 5 salawat, lakini ukiambiwa kusalisha huwezi? Si ajabu leo ikafungwa msikiti, ikaambiwa watu kila mmoja asome salatul Ibrahimia tashahud. Uangalie vile watu watakuwa na matatizo, na wasahaba wanasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatufunza sisi tashahud kama vile sala, kama vile Qur'an tashahud, lakini kwa sababu ya maigizo watu hawajawa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukumbusha katika sifa ya uchaji Mungu, akituambia ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, enyi mliamini mcheni Mwenyezi Mungu haki ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waltanzur nafsun ma qaddamat, na kila nafsi itizame, ipekue, ichunguze yale ambayo kwamba imetanguliza kwa ajili ya kesho. Kila nafsi iangalie nini umetanguliza kwa ajili ya kesho. Ikamaliza sala, imamu amesalisha fajr,
Allah subhanahu wa ta'ala anakumbusha katika sifa ya kusoma Qur'an. Qur'an inaposoma fastami'u wa ansitu, musikize kwa kuzingatia na mutilie, la'allakum turhamun, mpate rahma ya Mwenyezi Mungu subhanahu. Baada ya sala, si ajabu ukapata Muislamu baada ya sala akauliza yule shekha na imam, ile sura ulisoma aya 5 leo katika sala ya fajiri au magharibi au isha jahriya, ina mafunzo gani? Ile sura aya 2 3 tumesoma magharibi, ni message gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amedhihirisha katika ile sala? Yani kama Muislamu kila baada ya sala ya jahriya anatafuta msahafu, anakwenda kuuliza, nataka kujua hizi sura za leo tumeswali magharibi, isha na alfajiri ilikuwa inahusu nini? Lakini kwa sababu ya mazoea kuigiza hajali. Masahaba wengine wakwambia, mtu alikuwa anasoma Qur'an anachukua moja, amechukua miaka 9 sura al-Baqara. Lakini kwa nini sisi hatuzingatii? Kwa sababu evaluation baada ya sala, nimepata nini ndani ya sala, kuanzia qiraa ilitosomwa katika sala. Kuna mwanamke ameweza kuhifadhi suratul Qaf. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisalisha sala ya Jumaa, akawea anafuatilia, akahifadhi sura nzima kwa sala ya Jumaa. Sisi wangapi hata baada ya baada wacha sura aya pekee yake hatahifadhi, kwa sababu ile evaluation. Kila ibada unayofanya lazima uhisabie nafsi yako, nimemaliza hii ibada nimepata nini? Ndio pale wakati unakaa unapata ladha ya ibada, ama ladha utamu kwa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajua vile hali ya masahaba, ana evaluate, anampanga mtu kulingana na mazuri na mema ambayo kwamba alikuwa nayo, kumfanyia tashjia, kumpa moyo, kumwonyesha kuwa si kila mmoja ni duni, kila mmoja ana sifa fulani ambayo kwamba lao akiitambua, akihisabia nafsi yake, atajiepusha na kumaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar al-Khattab anasema katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa kuna sahaba mmoja anaitwa Abdullah. Huyu bwana alikuwa na ukaribu wa mara nyingi, ni mcheshi, kumchekesha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumfurahisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mazungumzo, anampatia, yani anamfanya Mtume anachangamka, anamchekesha kidogo. Lakini alikuwa na madhaifu, ameadhibiwa mara kadha wa kadha kwa sababu ya ulevi. Hajajua mema mazuri ya makombe yamefanya. Lao angelijua, angekuwa mara kwa mara anajiweka mbali na kumasi Mwenyezi Mungu Subhanahu. Wakati mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikia mmoja katika masahaba anasema, naomba dua, Allahumma al'anhu, huyu bwana Allah mlaani, anaaibisha dini, anafanya hii, na ni mtu sahihi kumchekesha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, la ta'anu, msimlani huyu. Kwa sababu gani? Fa wallahi, na hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, laqad alimtu annahu yuhibbu Allah wa rasuluhu, mimi nilichokiona kwa huyu bwana katika mazuri ambayo kwamba yeye mwenyewe haoni, lakini angemjua, ingemtoa katika maasi, ikamgandisha katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anampenda Mwenyezi Mungu na mtume wake. Huyu hakuwa na ile evaluation ya nafsi yake. Ni kama biashara mtu anafanya, huwezi ukafaulu katika biashara ikiwa wewe biashara yako unafanya hujui faida na hasara.
hiyo biashara fashal, itapotea, itaharibika. Lakini biashara baina yako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ya faida, hakuna hasara. Mara nyingi hasara itakuwa ni kwa wewe kutofikisha malengo au kufikisha sehemu kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka ufikie, lakini lazima uwe kila wakati unaangalia faida yako. Ndio Allah akasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Aya nyingine akasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liha. Hii ni biashara. Allah Subhanahu wa Ta'ala akituambia na Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijara. Mlioamini, suluhisheni biashara. Biashara ni kupata faida, na faida yake tunjiku min adhabin alim, itawaepusha na adhaba kali siku ya Kiyama. Tukuminuna billah, kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo biashara ya kwanza ni biashara ya imani, kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nini faida yake? Kuna vigezo ya kuweza kujua faida na kuweza kujua kwa nini hapa nimefikia, naanza kuhesabu faida katika biashara. Kwanza, kuwa na thiqa, kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu. Katika sifa gani? Akituambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ittaqillah haythu ma kunta, muogope Mwenyezi Mungu popote ulipo, ndani ya Ramadhani, baada ya Ramadhani, ukiwa na watu, ukiwa peke yako, kwenye giza, kwenye mwangaza. Ittaqillah haythu ma kunta, muogope Mwenyezi Mungu popote ulipo. Wa atbi' sayyi'a alhasana, nafuatisha ovu kwa kufanya mema. Umekosea kule, ibn Adam khata, umeteleza ukakosea, fatisha mema, jitambue kwa nimefanya kosa fulani, ukaanza kufanya mema ili Allah Subhanahu wa Ta'ala kurehemu akusamehe yale makosa mmoja. Lakini leo sisi tunafanya ibada, mtu akimaliza sala hajali mpaka kutamka rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wewe unatamka nini? Kwa nini omba Mwenyezi Mungu aitakabal, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim? Kwa nini namwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila ibada ukimaliza sala yako omba Allah aitakabal? Kwa sababu unaevaluate, nimekosea wapi katika sala, sikuomba nini katika sala, ruku yangu ilikuwa ni sawa? Kwa sababu vile tunaambiwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na ibada ya sala, kuna watu wanasali ukimwangalia hivi kweli yuko katika sala, lakini sufur, hana thawabu katika sala yake. Kwa nini? Ruku yake haikuwa sawa, sijida yake haikuwa sawa. Ndio anauliza, kuna mtu anasali dua ya kufungua sala, wewe leo una miaka 10 katika Uislamu, dua ya kufungua sala hujawahi kusoma. Kuna mtu ambaye kwamba anasali, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametwambia yeyote yule ambaye kwamba atasali raka 12 za sunna zile kablia na baadia, bana Allahu lahu baytan fil janna, Allah tamjengea nyumba katika janna. Hajali. Kuna yule ambaye kwamba ameshika udhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema atakayemaliza kushika udhu akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alni min at-tawwabin, Allah subhanahu wa ta'ala sema ghufira lahu khataaya. Kuna yule ambaye kwamba anasikia adhan mpaka mwisho akasoma ile dua baada ya adhan, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe madhambi yake, futihat lahu abwabu janna, Mwenyezi Mungu anamfungulia milango ndani ya pepo. Hizi dua, hizi faida ambazo kwamba tunazisikia katika hadithi ya Bwana Mtume, kwa nini hatuzileti katika maisha yetu? Kwa sababu ya mazoea na kudharau, na kuto adhana imeishwa, imeadhiniwa, imemalizwa, ujiulize hii adhana imeisha, nimefaidika na nini? Nimepata nini baada ya adhana? Nimemaliza kushika udhu, ni ibada, nimepata nini baada ya udhu? Nimemaliza kufanya hii, nimemaliza nini ambayo kama nimepata? Itakuwa kila wakati una evaluate, una assess maisha yako, ibada zako, utajipata mara nyingi utakuwa katika baya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha innahu ghafurur rahim.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwatul kiram, vile vile mara nyingi Muislamu aangalie uamuzi ambao kwamba unachukua katika maisha, hasa katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala amekukirimu na neema ya Uislamu. Wewe leo umetoa shahada, ni moja katika sifa kwa Allah amekupenda, na ni moja katika sifa ya kufaulu. Ya pili ni ibada, mujahadatu nafsi, wewe kuipiga msasa moyo wako na kuhesabu nafsi yako katika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila mmoja wetu la tusaluna yawma idhin 'anil na'im, tutakwenda kuuliza mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila mmoja wetu ibada zote ambazo kwamba tumefanya, kila mmoja jiulize, nilifanya ibada hii kwa malengo gani, kwa faida gani? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna ibada ambayo kwamba tutekeleza sisi kama Waislamu isipokuwa tumeelezwa matunda yake. Kila ibada ina faida yake. Kwa nini tumeelezwa? Ili tupatie moyo wakati unatekeleza, wewe ghaya yako, malengo yako inakuwa ni juu. Unafanya ibada ukiwa na malengo. Hata janna, Mtume akatwambia, mnapoomba janna muombeni Mwenyezi Mungu Firdausul Aala. Kuomba kuingia janna pia umeambiwa ya kuomba. Mnapoomba janna muwe na malengo. Janna ziko 8, lakini Mtume akatwambia na malengo ya janna muombe Firdaus. Lakini kuna mwingine hata hajui hiyo sifa. Mbona Firdaus? Kuna nini? Unaomba Mwenyezi Mungu, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ile mema katika janna unaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kupe ni zipi? Kwa nini unatafuta zile neema? Itakupa moyo motisha kukita katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wasia yangu ndugu Waislamu, tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, kila mmoja ipigie msasa moyo wake na ajihesabie. Ramadhani ilipoanza, alhamdulillah, tulifunga siku 30. Baada ya kufunga siku 30, nini umekipata? Na hivi sasa ni wiki 2 baada ya Ramadhani, wewe unahesabu nafsi yako vipi? Ladha ya saumu, ladha ya taa uko naye au ilishaondoka? Na kama iliondoka, nini sababu? Madhaifu yako wapi? Na kama yanaendelea, unaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutia bidii zaidi. Qala Allah jalla fi ula, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu